Hatimaye rasmi Michael Carrick amerejea Old Trafford. Safari hii si kama mchezaji bali ndiye kocha mkuu wa United hadi mwishoni mwa msimu huu, tunaweza kusema paka majira ya kiangazi. Huu ni uamuzi ambao umeibua hisia mseto miongoni mwa mashabiki wa United, kila mmoja akiwa na lake la kusema. Sijui unataka kusema nini, unaweza kuandika komenti yako hapo chini. Carrick ni legend kwa klabu ya Manchester, anaifahamu DNA ya Manchester uzuri sana, lakini shinikizo kubwa kwa sasa ni namna ya kuweza kuipa ushindi klabu. Hapa ndipo ninapokuja swali moja na kubwa: je, Michael Carrick yuko tayari kuweza kuiongoza Manchester katika kipindi hiki kigumu? Hili ndio swali gumu kwa kocha huyu mpya. Carrick hatakuwa peke yake kuweza kufanya kazi hii ya kuiongoza Manchester. Atasaidiwa na Steve Holland ambaye aliwahi kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya England, lakini yuko bwana Jonathan Woodgate ambaye walifanya kazi wote kwenye klabu ya Middlesbrough, lakini pia kwenye benchi la ufundi yuko bwana Travis Binon, huyu ni kocha wa vijana chini ya miaka 21 wa Manchester United, na anaongezeka John Evans ambaye anarejea klabuni hapa kama sehemu ya benchi la ufundi la Manchester United. Hawa ndio wana shughuli mpya ya kuhakikisha wanaiongoza Manchester ili kuweza angalau kumaliza kwenye nafasi 4 za juu. Manchester wamefanya mchanganyiko wa uzoefu na vijana ili kuweza angalau kupambana kutafuta nafasi 4 za juu. Nafasi ya juu zaidi kwa Carrick ni kuhakikisha Manchester wanacheza michuano ya Ulaya, na inaelezwa hii ni mpango ambao Manchester uko nao, na wanaanza mchezo wa kwanza Jumamosi hii, dabi ya Manchester dhidi ya Manchester City. Hakuna majaribio, hakuna nafasi ya kuweza kulegalega. Tusubiri kuona, je, Michael Carrick anaweza kuibeba Manchester mabegani mwake? Niandikie komenti yako hapo chini, wewe shabiki wa United.